السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، amma baad. Katika darsa yetu ya balagha ambapo tukizungumzia fasaha, tuko katika kipengele cha ta'qidul maanawi, mfungiko wa kimaana. Ili neno liwe fasaha na ibara iwe fasaha, tunaambiwa wayajibu an yaslima at-tarkibu min at-ta'qid al-ma'nawi, na ni wajibu mpandano wa maneno usalimike kutokana na mfungiko wa kimaana, na hii ndiyo fasahatul kalam. Ule mpandano wa maneno usalimike kutokana na mfungiko wa kimaana. Mfungiko wa kimaana ni upi? Wa huwa an ya'mida almutakallim ila at-ta'biri an ma'na, nako mwenye kuzungumza ni kukusudia kuelezea kunako maana. Fayasta'milu fihi kalimatin, basi anajikuta anatumia ndani yake maneno fi ghairi maaniha alhaqiqiyya, katika zisizokuwa maana zake za uhakika, zisizokuwa maana zake za kweli. Fayusi'u ikhtiyara alkalimati lilmaana alladhi yuriduhu, basi anaharibu uchaguzi wa maneno kwa maana ambayo alikuwa anaikusudia. Fayadhtaribu ta'abir, akifanya hivyo basi maelezo yanajigonga. Wayaltabisu al-amru, na jambo linajificha. Ala sami'i, juu ya msikilizaji. Sasa fasahatul kalam haitakiwi iwe hivyo. Mithalu dhalika, mfano wa hilo, anna kalimata lisani, ni kuwa neno al-lisan tutlaqu ahyanan wa turadu biha al-lugha, huachiliwa wakati mwingine na ikawa kinachokusudiwa kwa neno hilo ni lugha. Na mfano wake ni katika aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, na hatukumtuma mtume yoyote isipokuwa kwa lugha ya watu wake. Kama watu wake ni Waarabu, tukampeleka mtume ambaye ni Mwarabu. Kama watu wake ni Mayahudi, wanazungumza lugha ya Kiebrania, tukampeleka mtume ambaye ni Mwisraeli. Ndivyo ilivyo. Wa hadha isti'malu sahihun fasihun, na utumiaji huu ni utumiaji ulio sahihi na ulio fasaha. Fa idha ista'mala insanu hadhihi alkalimat fi aljasus, pindi mwanadamu anapolitumia neno hili la lisani juu ya jasusi, akilitumia kwa mpelelezi, waqala, na akasema, batha alhakimu alsinatahu fil madina, amesambaza mtawala wapelelezi wake katika mji, kana mukhtian, atakuwa amekosea. Wa kana fi kalamihi ta'qidun ma'nawi, na kutakuwa katika maneno yake kuna mfumbiko wa kimaana. Unatumiaje neno hili kwenye wapelelezi? Ilifaa hapa aseme
batha alhakimu uyunahu fil madina. Itakiwa itumike neno uyun, macho, ndio mahala pake. Manake unapotaka kufanya majazi lazima uangalie alaka, uhusiano baina ya lile neno unaloliazima. Kwa hiyo lau angesema batha alhakimu uyunahu fil madina, ilikuwa yafaa kabisa kwamba amesambaza mtawala wapelelezi wake katika mji. Lakini aliposema batha alhakimu alsinatahu fil madina, amesambaza hakim wapelelezi wake kwa kutumia neno alsina, amesambaza wapelelezi wake katika mji, kana mukhtian, anakuwa amekosea. Wakana fi kalamihi ta'qidun ma'nawi, na kunakuwa katika maneno yake kuna mfungiko wa kimaana. Wa min dhalika qawlu mri'il qais, na miongoni mwa mifano ya hilo ni kauli ya huyu bwana Mri'il Qais. Mri'il Qais ni nani huyu? Tunaambiwa wa huwa ra'su shu'ara al-jahiliya, ni raisi wa washairi katika zama za ujahiliya. Wa qaiduhum ila al-iftinani, na ndio kiongozi wao katika ufanisi katika hizo fani za mashairi. Fi abwabi shi'ri, katika milango ya mashairi. Wa dhurubihi, na aina zake hayo mashairi. Ulida sanatan 130, amezaliwa mwaka wa 130 hijiria. Wa abauhu, na mababa zake bwana huyu, min ashrafi Kanda wa mulukuha, ni miongoni mwa mabwenyenye wa mji wa Kanda na ndio wafalme wake. Watufi ya sanatan 80 hijiria, na amefishwa mwaka wa 80 hijiria. Walahu almuallaqatu almashhura, na ana mahusiano mashhur huyu bwana Mri'il Qais. Sasa wameupigia mfano ushairi wake kwamba una kitu kinachoitwa ta'aqidu ma'anawi, mfungiko wa kimaana. Wamepiga mfano fi wasfi faras, alipokuwa akimsifia farasi akasema wa arkabu fi rawi khaifana kasa wajhaha sa'afu muntashiru. Nini maana ya ushairi huu? Maana ya ushairi huu, wa arkabu fi rawi khaifana, na ninapanda katika hali ya uoga farasi. Kasa wajhaha sa'afu muntashiru, umefunikwa uso wake na nywele za utosini. Kwa hiyo utaona katumia majazi tu, ukiifasiri kama ilivyo wa arkabu fi rawi khaifana itakuwa na ninapanda katika hali ya uoga nzige. Kasa wajhaha sa'afu muntashiru, ambaye umefunikwa uso wake na matawi ya mtende. Ukitafsiri kama ilivyo itakuwa hivyo, lakini yeye hakuwa anakusudia maana hiyo, kafanya majazi, kafanya tashbihi. Sasa al-khayfana fil asli al-jarada, neno al-khayfana katika asli lina maana ya al-jarada, wale nzige wale. Wa yuridu biha huna al-fars al-khafifa, na anakusudia kwa neno hilo hapa kumkusudia farasi mwenye kukimbia sana. Wa hadha la ba'sa bihi, na ikiwa anamkusudia farasi mwenye kukimbia sana, hili halina ubaya. Wa in kana tashbihu alfarasi biljarada, na ikiwa tashbihi yenyewe ni kumfananisha farasi mzima mzima na jarada, la yakhlu min dhu'fi, ufananishaji huo utakuwa haujaepukana kutokana na udhaifu. Amma wasfu hadhihi alfarsu bi anna sha'ra nasiyatiha tawilun kasa'fi an-nakhli, na ama kumsifia farasi kwamba nywele za utosini kwake ni ndefu kama matawi au kama tawi la mtende. Yughatti wajhaha, lililofunika uso wake. Faghairu maqbul, ufananishaji huu si wenye kukubaliwa. Lianna alma'rufa inda alarab
kwa kuwa kinachojulikana mbele ya Waarabu anna sha'ra an-nasiya, ni kwamba nywele za utosini, idha ghatta al-ainaini, pindi zinapoyafunika macho mawili, lam takunil farasu karimatun, farasi hawezi kuwa mkarimu. Yani hawezi kukubaliana na wewe kumpiga shemere ukamtia chonjo akakubali. Hawezi kuwa mkarimu. Wala mtakun khafifa, wala hawezi kuwa mwepesi wa kukimbia. Kwa hiyo ufananishaji wa aina hii unahesabika kuwa una ta'qidul ma'nawi, una mfungiko wa kimaana. Wa min at-ta'qidil ma'nawi, na miongoni mwa mfungiko wa kimaana, qawlu Abi Tammam, ni kauli ya huyu bwana Abi Tammam. Abi Tammam ni nani? Abu Tammam huwa Habibu ibn Aus at-Ta'i shairi al-mashhuri, ni Habibu ibn Aus at-Ta'i, mshairi mashuhuri huyu. Kana wahidu asrihi fil ghawsi waraa al-maani, alikuwa ni mmoja katika zama zake akipiga mbizi, akiogelea nyuma ya maani, wa fasahati shi'ri, na ufasaha wa mashairi, wa kathrati mahfudh, na kulikuwa kuna wingi wa kuhifadhiwa kwa mashairi wakati wake. Watuufia bil Musil, na amefishwa katika mji wa Musil mwaka wa 231 Hijiria. Huyo ndio Abu Tammam. Sasa wameutolea mfano ule ushairi wake, na wakadai kwamba ndani yake kuna mfungiko wa kimaana. Ushairi gani? Pale aliposema jadhabtu nadahu ghadwata as-sabti jadhbatan fakharra sari'an baina aidi al-qasaid. Nini maana yake? Jadhabtu nadahu ghadwata as-sabti jadhbatan, niliuvuta ukarimu wake kwa nguvu asubuhi ya Jumamosi. Fakharra sari'an baina aidi al-qasaid, akaporomoka hali ya kuwa ni mwenye kupiga mweleka mbele ya wakusudiwa. Sasa ukitazama shairi hili wanavyoeleza wenyewe, wanasema fa innahu ma sakata, hakika Abu Tammam hakunyamaza, hatta ja'ala karama mamduhihi, mpaka akaufanya ule ubora wa msifiwaji wake, wa msifiwa wake, yakhiru sari'an, ukawa unaporomoka hali ya kuwa ni wenye kupiga mweleka. Wa hadha min aqbahil kalam, na haya ni miongoni mwa maneno yaliokuwa mabaya zaidi. Huwezi ukatumia ufananishaji wa aina hiyo. Kwa hiyo ukifananisha hivyo, ule mpandano wa maneno unakuwa haujasalimika na kitu kinachoitwa ta'qidul ma'nawi. Kwa hiyo ule mpandano wa maneno unakosa fasahatul kalam. Sasa kwa leo tutaishia hapa, lakini siku inayofuata tutatazama sasa neno albalagha, kwa sababu neno alfasaha tumekushaogelea na mpaka tumefika mwisho. Tutaanza kulitazama albalagha, neno albalagha ni nini, kisha baada ya hapo twende tuangalie aluslubu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie taufiki. Lakini ndugu mtazamaji, ni kuombe kitu kimoja tu, ili uwe ni mmoja katika wale watakaonufaika na masomo haya. Usiache kusubscribe kwenye channel yetu Masjid Zainab Online TV, kwani ukifanya hivyo utakuwa wa kwanza kupata notification na utajua kwamba masomo yamewekwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.